Mimi ndugu Yeremia Kulwa Maganja, leo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2020 natangaza rasmi sio mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Tukaona ili azima hiyo ifanikiwe ya kujenga chama imara, tuliamini katika uhuru wa kufanya maamuzi mbalimbali kupitia vikao rasmi vya chama bila ghiriba, laghai au mashinikizo. Tuliamini kuwa ulaghai, ghiriba na mashinikizo ni matumizi mabaya ya uongozi kwa manufaa binafsi. Tulitaka kuwa na viongozi wanaofanya mambo sahihi na yanayofaa kwa wao wenyewe na wengine. Kwa kukijenga chama katika njia hii, tungepata uungaji mkono mkubwa nje ya chama, hasa katika uchaguzi, external efficacy. Kwa bahati mbaya sana, azima yetu hii haijaweza kutimia. Ndugu waandishi wa habari, uongozi wa ACT Wazalendo umeendelea kuwa dhaifu sana. Ni uongozi unaotegemea mtu na si uongozi wa kitaasisi. Utashi binafsi wa kiongozi ndio imekuwa maamuzi ya chama. Tabia hii imeendelea na inaendelea kuwa. Mfano mzuri wa ukosefu wa utekelezaji wa azima tuliyojiwekea ni kile kilichoitwa uchaguzi mkuu wa ndani ya chama uliofanyika kati ya tarehe 14 na 16 Machi mwaka 2020. Haikuhitaji uchunguzi kujua kuwa viongozi waliotangazwa walikwisha chaguliwa kabla ya mkutano wa kuchagua. Kuna mifano mingi, lakini nitataja michache. Kwa nini mtu amekuja kama nilivyokuja mbele ya vyombo vyenu hivi, unatangazia umma nimechukua fomu ya kugombea nafasi fulani, siku ya kurudisha kimya kimya unarudisha fomu ya nafasi nyingine tofauti na hiyo? Namba 2, katika utamaduni na utaratibu wa kugombea, ni jambo la ajabu sana ambalo limejitokeza katika ulioitwa uchaguzi ndani ya chama. Wagombea wengi wamejitoa ndani ya ukumbi kama nilivyo na nyie humu. Mtu anajitoa kugombea, sio mmoja kwamba ni bahati mbaya, wengi. Lakini baada ya kujitoa wanateuliwa tena kupewa nyadhifa mbalimbali, zikiwemo nyadhifa za kamati kuu. Jambo hili ni la kusikitisha kwa taasisi ambayo tulikuwa tunataka umma uamini core values zetu, na kila tukiongea wananchi wajue hili kweli linatoka rohoni na kwenye akili ya hawa ACT Wazalendo. Iko mifano mingine michache. Mtu kabisa, kiongozi, unakuja unasema mgombea fulani huyu hatakiwi, unampiga vita ili asichaguliwe. Iko mifano mingi, lakini mifano dhahiri ni kwa ndugu Kaila ambaye alikuwa anagombea, ni kwa ndugu Winston Moga aliyekuwa anagombea mwenyekiti ngome ya vijana ya chama. Sasa katika mazingira haya ni dhahiri uhuru wa kuchagua, uhuru wa uchaguzi na utashi wa kugombea vilikosekana katika ACT Wazalendo. Chama hiki ni kweli nilipewa fursa hiyo miaka 2 na miezi 2, nimekuwa kaimu mwenyekiti wa hiki chama.
na nadhani ni miongoni mwa watu wanaokielewa hiki chama na wanachama wake katika nchi hii. Nimezunguka bara mikoa 21 zaidi ya mara moja nikikutana na wanachama. Kwa hiyo ninajua wapi kuna wanachama wa ACT Wazalendo, wapi hawapo, wapi kuna chama, wapi hakuna chama. Na mjue kabla ya hapo nimekuwa ni mwenyekiti wa kamati ya bunge na serikali za mitaa, na nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya organization na mafunzo, na nimekuwa mjumbe wa kamati ya ukaguzi wa ndani ya chama. Kwa hiyo ninajua sana wapi kuna wanachama na wapi hakuna wanachama, wapi kuna udhaifu, wapi hakuna udhaifu. Sasa ndugu mwandishi wa habari, kwa kujibu hili swali lako, nilicheka siku moja. Zitto alikuwa Ubelgiji, akajitokeza kwenye picha akiwa na Tundu Lissu, alafu kwa na maneno pale yanasema yeye na Tundu Lissu ndio wanaweza kuwa marais bora, ndio wanaofaa kuwa marais Tanzania. Nilicheka sana. Zitto anasukuma na vitu viwili tu, maslahi binafsi na umaarufu basi, hakuna kingine. Mwaka 1510 na kuendelea kidogo, kule Italy katika visiwa vya Sicily kulikuwa na genge la mafioso. Baada ya vita kuu ya pili, hasa miaka ya 60, 70, 80, karibia na 90, hilo kundi la wahalifu la mafia katika visiwa vya Sicily lilishika kasi sana, na serikali za Italy zilikuwa zinawekwa na magenge haya. Hapa kwetu tunalalamika mara nyingine, na ni mambo yaliyo wazi kwamba tumekuwa na matumizi mabaya ya rasilimali. Lakini niwaambie tu, na nacheka rohoni, na Watanzania wajue, Zitto is not a leader material. Hata huo urais nilikuwa nacheka, mbona atauza mpaka watu, wacha rasilimali vitu. It's not a leader material. Mfano mwingine, wakati wa uchaguzi waliletwa consultant hapa kutoka Senegal wa kusaidia chama namna gani kijibrandi na kiende kupata mafanikio, lakini walisema ACT mna shida ya management. There is a management problem, a big management problem. Now the problem is Zitto. Zitto is a problem in leadership. It's not a leader material. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako, huyu ndiye huwa anapanga watu kwa wakati kwa maslahi yake binafsi na umaarufu binafsi. Tatizo kubwa ambalo tunakuwa nalo sisi kwenye nchi zetu ni kutopenda kusema ukweli, na hilo tatizo linaturudisha nyuma. Mimi nimewaelezeni ukweli, waulizeni na watu wengine. Msingi mkubwa wa ugomvi wa ile iliyokuwa inaitwa CUF Maalim na Lipumba, msingi mkubwa ni huu center of authority, center of power na center of resource. Ndilo tatizo kubwa. Yanaweza kuwepo mengine huko, lakini tatizo kubwa liko hapa. Hata hiyo michezo ambayo huwa mnasikia, sijui kwa sababu mimi sio mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar, hayo mambo mnasikia jecha au vitu gani? Rationally speaking, timu hiyo is not a unifier team. It's a very divisive team. Kwa hiyo hata hayo ambayo huwa mnasema, nchi hizi mnazoziona, nchi hizi hujengwa, the making of a great nation. Nchi zinajengwa kutokana na misingi imara ambayo watu wao wamekubaliana na kuiamini. Sasa watu wakigundua kwamba wewe, hii misingi yetu tunayoiamini kwa ajili ya uimara wa taifa hili, kwa sisi tuliopo na vizazi vijavyo, wewe
wakatizama wakaona sawa, je, sisi? Wanakataa. Kwa hiyo si advocate chochote, mambo mengine mtayaona huko. Mimi ni mzalendo kweli kweli, am nationalist, na mimi nathamini katika umoja kweli kweli, lakini matendo haya inabidi tuondokane na zile fikira za kuficha ficha. Kule kwetu tunakotoka Mara, Wazanaki wana msemo wao, nyambisa visoburuweli ekiriro kilimbura. Yule anayeficha ugonjwa siko siku ya kufa ataumbuka, kwa sababu si watu watalia. Kwa mila zetu za Kiafrika, mimi nayaweka haya wazi, watu waelewe na kuyakataa. Mwezi wa 5 mwaka 2019 tulikaa mimi, makamu wangu wa Zanzibar anaitwa Juma Sanani, Shaban Mambo makamu wa bara wakati huo, Dorothy Semu katibu mkuu wakati huo, na mimi mwenyewe. Tukasema sisi ni viongozi wa hiki chama, tumekuwa wengi, tulikuwa na utamaduni wetu, na moja ya jambo ambalo tumelipigania siku zote ni kumfanya huyu kijana aweze kubadilika kutoka kwenye mtindo wa maslahi binafsi na umaarufu binafsi, atenganishe mambo hayo na chama. Mambo binafsi, tabia binafsi aitenganishe na chama. Tumepigana sana, lakini ukijana bado na element hizo, na ni sikio ambalo yakiingilia huku yanatokea huku. Sasa kwa sababu wengine wamekuja wana culture yao tofauti, ili tuweze integrate his culture na kuzishape tutoke na kitu kimoja. Hebu tunakuomba, mwambie sasa, wewe katibu mkuu, tunakutuma mwambie Zito, amwambie Maalim na Juma Duni, labda na watu wengine 2 watatu, tukae ili tuweze kuja na picha nzuri ya kuongoza chama hiki ambacho ni hybrid ya vyama vyenye milengo miwili tofauti na utamaduni tofauti. Tulisubiri sana, baadaye ikabidi tukae tena. Tukamuuliza Dorothy, haya mambo yetu hayajafika? Akasema nimeshafikisha zaidi ya mara 5, lakini kijana ananikwepa kwepa. Kwa maana nyingine hata mzee hana interest na hili. Lakini naomba mjue, katika chama hiki ambacho nilikuwemo, watu wenye umri mkubwa ambao wana nafasi kwenye chama za uongozi ni Judge Kwikima, retired judge, aliyeko Tabora, is above 80. Maalim is in his, labda in his late 70s huko au mid 70s juu. Ni wao tu wenye umri mkubwa. Tukamwambia hapana, nenda tena umwambie huyu kijana, kwa sababu kuna watu wazima, ili tukae. Hapana. Sasa nitaka kupata hiyo picha kwanza. Sasa nije kwenye kusuluhisha migogoro. Hii migogoro unaisuluhisha na nani ambaye atalichukua hilo? Kwa sababu hao watu ambao wako kwenye kamati za maadili, hao wanaitwa timu fulani, na ukipeleka unapoteza muda wako. It's just wastage of time. Jinsi seko hiki chama kilivyotengenezwa, kila mahali kuna clone ya huyu kijana. Kazi yake ni kutengeneza clone ili azitumie kutekeleza maslahi binafsi na umaarufu binafsi. Ndivyo huyu kijana alivyojitengeneza. Is such type of a person. Kwa hiyo hakuna siku utapeleka jambo la msingi la kujenga taasisi ambalo yeye anaona aliko kwenye line ya mambo yake likatekelezeka. Would be just wastage of time. Hilo tumeliona kwa muda mrefu na tumeshindwa. Tulitegemea huyu mzee would be someone different kutoka kwenye tabia hiyo, lakini more or less is moving around the midst between huku na huku. Sasa tumeshindwa, na kama umeshindwa unawezaje kuwa kwenye taasisi ambayo unajua itakuwa na shida upande mwingine? Itakuwa na shida sana. Ni taasisi ambayo itakuwa na shida
kwenda kulingana na core values na principles za nchi ambazo tunataka kujenga taifa la namna gani. Kwa hiyo hilo la kusema kuna mahali mtafanya hivi haipo huko ICT, na ndio maana watu wengi walikuwa sacrificed as long as kijana anajua mimi my position is safe. I'm safe here.